Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amewaonya wanafunzi wa shule za upili nchini kwamba huenda wakavuruga mustakabali wao kwa kujihusisha na vitendo vilivyo kinyume cha sheria. Koskei alisema wanafunzi watakaopatikana wakishiriki vitendo vya uhalifu kama vile kuteketeza shule, majina yao yatawekwa kwenye orodha maalum kisha wapate changamoto nyingi katika siku zijazo pindi wakianza kutafuta ajira au kujiendeleza kimasomo. Akizungumza wakati wa hafla ya utoaji tuzo katika shule ya upili ya wasichana ya Maryhill iliyoko Thika, kaunti ya Kiambu, Koskei alisema polisi watakuwa wanaandaa orodha ya wanafunzi wanaojihusisha katika vitendo vya uhalifu wakiwa shuleni, orodha ambayo itakuwa ikitumiwa na waajiri na wahusika wengine katika siku zinazofuata. Kauli za Koskei zilisisitizwa na katibu wa elimu ya msingi John Ololtua, ambaye aliwahimiza wazazi kushirikiana na wanao wanaporejea nyumbani wakati wa likizo fupi, pamoja na kuwaonya dhidi ya kushiriki katika tabia potovu. Nowadays, when people go on strike, it is not like long time ago where they were beaten, chased home, and they come back. Nowadays, police are involved. Once you've been arrested, your name goes into some list. Whenever you look for a job, they check. And when your name pops up, then you are a troublemaker. No one will want to employ you. No one even would want even to admit you in higher institutions of learning. The government will continue to provide capitation, infrastructure funds, and of course the transition of our learners under the competency-based curriculum. And therefore, I just want to assure you that that will continue. Najua Mungu amewabariki, amewapatia watoto. Na mimi naomba tusidi kuwaombea watoto wetu, tuketi chini pamoja nao ili nidhamu isimame imara. Across our country, schools that are meant to be sanctuaries of learning have witnessed scenes of destruction in discipline and disregard for human life and property. Let me be equivocal. Such conduct has no place in our Catholic schools.